Mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Disemba 24 mwaka 1971 mkoani Mbeya alizaliwa mtoto aliyepewa jina la Emmanuel John Nchimbi. Miaka kadhaa baadaye, jina hili lingeonekana katika siasa za Tanzania, kwenye serikali, diplomasia, ndani ya Chama cha Mapinduzi na hatimaye katika moja ya ofisi kubwa zaidi nchini, ofisi ya makamu wa rais. Lakini safari yake haikuwa ya moja kwa moja, ilikuwa na kupanda, kushuka, lawama, uwaziri, ubalozi, uongozi wa chama na hatimaye kujiuzulu akiwa bado hajamaliza hata mwaka mmoja katika nafasi ya makamu wa rais. Nchimbi alianza elimu ya msingi katika shule ya msingi Oysterbay jijini Dar es Salaam kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka 1986. Baadaye alisoma Uhuru Secondary School kati ya mwaka 1987 na 1989 kabla ya kuhamia Sangu Secondary School ambako alimaliza kidato cha 4 mwaka 1990. Kwa kidato cha 5 na 6 alisoma Forest Hill Secondary School akamaliza mwaka 1993. Safari yake ya elimu iliendelea Mzumbe ambako alipata stashahada ya juu ya utawala kati ya mwaka 1994 na 1997. Baadaye alisoma shahada ya uzamili katika usimamizi wa biashara akibobea katika benki na fedha na hatimaye akapata PhD kutoka Mzumbe. Mwaka 1997, wakati akimaliza masomo yake ya juu, Nchimbi alichaguliwa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM NEC. Mwaka uliofuata 1998 akachaguliwa kwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM UVCCM. Hapo ndipo safari yake ya kisiasa ilipoanza kuchukua kasi. Wakati huo pia alikuwa akifanya kazi katika Baraza la Taifa la Usimamizi wa Mazingira NEMC. Kwa hiyo hakujenga jina lake kupitia siasa pekee, alikuwa akiunganisha uzoefu wa kitaaluma, utumishi na uongozi wa chama. Mwaka 2003 Nchimbi aliteuliwa kwa mkuu wa wilaya ya Bunda, nafasi aliyohudumu hadi mwaka 2005. Mwaka huo huo akaingia bungeni kupitia jimbo la Songea mjini, na mwaka 2006 Rais Jakaya Kikwete akamteua kuwa naibu waziri wa habari, utamaduni na michezo. Baadaye akawa naibu waziri wa kazi, ajira na maendeleo ya vijana, kisha naibu waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, na mwaka 2010 akapandishwa kwa waziri kamili wa habari. Baadaye akawa naibu waziri wa kazi, ajira na maendeleo ya vijana, kisha naibu waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, na mwaka 2010 akapandishwa kwa waziri kamili wa habari, utamaduni, vijana na michezo. Hii ilikuwa hatua kubwa ya mwanasiasa aliyekuwa ameanza safari yake ndani ya UVCCM. Mwaka 2012 Nchimbi alihamishiwa kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, wizara nyeti inayohusika na polisi, magereza na usalama wa ndani. Akiwa katika nafasi hiyo, jina lake liliingia kwenye mjadala mkubwa kufuatia mauaji ya mwandishi wa habari Daudi Mwangosi mwaka 2012. Nchimbi aliunda kamati ya uchunguzi kuhusu tukio hilo. Kamati ilibaini matumizi ya nguvu kupita kiasi, na suala hilo likawa sehemu ya mjadala mpana kuhusu uwajibikaji wa vyombo vya usalama. Hili ni muhimu kulitaja kama sehemu ya historia ya uwaziri, lakini si sahihi kusema kwamba Nchimbi mwenyewe alihukumiwa kwa mauaji hayo. Mwaka 2013 ukawa mwaka mgumu zaidi katika safari yake ya uwaziri. Serikali ilianzisha Operation Tokomeza Ujangili iliyolenga kupambana na ujangili, lakini operation hiyo ilikumbwa na tuhuma nzito za ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwemo mateso, uporaji na hata mauaji ya raia. Ripoti ya kamati ya bunge iliwakosoa viongozi na taasisi zilizohusika kwa kushindwa kudhibiti utekelezaji.
Mnamo Disemba mwaka 2013, Nchimbi akiwa waziri wa mambo ya ndani alikuwa miongoni mwa mawaziri walioondolewa kwenye nafasi zao baada ya sakata hilo. Hii ndiyo sehemu iliyo wazi zaidi katika rekodi yake kuhusu uwajibikaji wa kisiasa. Na kitu cha muhimu ni hiki: hili lilikuwa suala la uwaziri na uwajibikaji wa serikali, si ushahidi kwamba CCM ilimsimamisha uwanachama. Baada ya kuondoka kwenye serikali, Nchimbi hakupotea kwenye siasa na utumishi wa umma. Mwaka 2016 aliteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Brazil, ambako alihudumu hadi mwaka 2021. Mwaka 2022 alipelekwa kuwa balozi nchini Misri, akahudumu hadi mwaka 2023. Kisha Januari mwaka 2024, CCM ilimchagua kwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, akirithi nafasi iliyoachwa na Daniel Chongolo. Hii ilikuwa kurudi kwake kwenye kilele cha uongozi wa chama baada ya takriban mwongo mmoja tangu kuondolewa serikalini. Baada ya kuwa katibu mkuu wa CCM, Nchimbi alichaguliwa kwa mgombea mwenza wa Dr. Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Baada ya ushindi wa chama cha CCM, akaapishwa tarehe 3 Novemba mwaka 2025 kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akimrithi Dr. Philip Mpango. Kwa mtu ambaye alianza kama kiongozi wa vijana wa CCM mwishoni mwa mwaka 1990, hii ilikuwa kilele kikubwa sana cha safari yake ya kisiasa. Na sasa tunafika kwenye ukurasa wa mwisho wa safari hii. Tarehe 25 Agosti 2026, Nchimbi alitangaza kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais na pia kustaafu siasa na utumishi wa umma, huku kujiuzulu kwake kukiwa na ufanisi kuanzia Septemba 4, 2026. Baada ya Rais Samia kukubali ombi lake, katika taarifa yake, Nchimbi alisema alikuwa amemwahidi rais kwamba siku moja angehisi anahitaji makamu wa rais mwingine, yeye angejiondoa, na akaandika kwamba alikuwa ameshawishika kuwa rais alitaka mabadiliko. Hakutaja katika barua yake kwamba alikuwa amejiuzulu kwa sababu ya kosa fulani la kibinadamu. Hata hivyo, ripoti za DW zimedai kwamba kujiuzulu huko kulitanguliwa na mahojiano ya kamati ya maadili ya CCM, jambo ambalo linahitaji kutenganishwa na sababu rasmi aliyotoa Nchimbi mwenyewe. Hivi ndivyo safari ya Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ilivyokuwa, kutoka Mbeya na shule za Dar es Salaam na Mzumbe hadi uongozi wa UVCCM, kutoka ubunge wa Songea hadi uwaziri, kutoka sakata la Operation Tokomeza hadi diplomasia ya Brazil na Misri, kutoka ubalozi hadi ukatibu mkuu wa CCM, na hatimaye kutoka kwa mgombea mwenza hadi makamu wa rais, na sasa kuamua kuondoka kwenye siasa akiwa bado katika kilele cha uongozi. Historia yake inatufundisha jambo moja: katika siasa safari inaweza kuwa ndefu, lakini ukurasa wa mwisho unaweza kuandikwa kwa siku moja. Na kwa Nchimbi, siku hiyo ni Agosti 25, 2026. Swali ambalo historia itaendelea kuuliza ni hili: je, kujiuzulu kwake kulikuwa uamuzi wa hiari uliotokana na ahadi yake kwa rais, au kulikuwa na shinikizo la kisiasa lililomfanya aamue kuutangulia uamuzi wa chama? Jibu kamili la swali hilo bado halijawekwa hadharani. Mtayarishaji ni Innocent Ayo na msimulizi wako ni mimi Consolata Chaligha wa Ayo TV.